Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kuwakaribisha nyinyi wote katika ibada ya siku ya leo, siku ya Jumapili ambayo Mola alitutengea ili tuweze kuja kulitukuza na kuliinua jina lake. Kama ningependa kuwakaribisha nyinyi wote wale wasikilizaji, watazamaji katika kupitia mitandao ya Facebook na hata pale YouTube unaweza kutupata. Ningependa kuwakaribisha nyinyi wote ili tukiweza kusikia neno la leo, tuweze kubarikiwa sisi sote. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha Pastor Kinuthia ambaye atatuombea, alafu atatukaribishia mchungaji. Karibu. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana ni mwema wakati wote, kwa maana amekuwa pamoja nasi hata wiki ambayo imepita. Tumeona mkono wake wa ajabu ukiwa pamoja nasi, kwa sababu tumeonekana hata na wiki hii tukiwa mbele zenu ili tuweze kujumuika tukiwa pamoja, tukaweze kubarikiwa tukiwa pamoja, na tuweze kusikia neno la Mungu tukiwa pamoja. Kwa hivyo tunamshukuru kwa maana ni Mungu mwema ambaye hata na wakati huu ametupa nafasi hii ili tuweze kuwa mbele zake, tukijilia mbele yake tukiwa mbele ya sifa, na tukisikia neno tuweze kubarikiwa tukiwa pamoja. Kwa hivyo ningetaka tuombe ili tuweze kutisha uwepo wa Mungu katika makao haya, ili Mungu wetu akaweze kuwa pamoja nasi, kwa maana lazima tuko katika njia za Bwana ili mambo yote yaweze kurekebishwa na yeye, kwa maana yeye ndiye anabariki, yeye ndiye anafanya mambo yatukuke na anafanya mambo aweze kuwa na baraka ndani ya watu wake. Kwa hivyo ningetaka kuomba na Mungu azidi kuwabariki. Baba uishie milele, jina lako tumeliinua. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mungu wetu umekuwa pamoja nasi, tumeona mkono wako wa ajabu ukiwa pamoja nasi, umetuamsha, umetupa pumzi siku ya leo, ili Mungu wetu tukaweze kuonekana mbele zako, ili Mungu wetu tukaweze kuafikiana na watu wako, ili Baba ukaweze kubariki hata na watu wako, neno lako likaweza kufikia watu wako, mtumishi wako akaweza kusimama mbele zako, ili Mungu wetu akaweze kunena neno ambalo Mungu wetu litakuwa mkate wa wiki hii ambayo Mungu Baba tunatarajia na tunangojea kwa hamu, ili Baba ukaweza kuzungumza na mioyo yetu. Bwana, tunamweka mbele zako ili Baba ukaweza kumbariki, ukaweza kumpa nguvu, ukaweza kumsimamisha katika jina lako, ili Mungu wetu ukaweze kusimama naye na akaweze kunena kile ambacho Mungu wetu umeweka ndani yake, na akaweze kuwa baraka katika maisha ya watu wako. Bwana, tunakushukuru, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe, jina lako limetukuzwa. Asante kwa ajili ya siku hii, baraka na ziwe na zizidi kukaa kwako Baba, ukizidi kutubariki na kutukumbuka, katika jina lako takatifu na la mwana Yesu Kristo ndio tumeomba na hata na kuamini. Kwa wakati huu ni saa nzuri ambayo tunajua tumetarajia, tumengoja, na tunajua Mungu wetu ametupatia nafasi nzuri ili tukaweza kusikia kutoka kwa mtumishi wake. Kwa hivyo nafasi hii napeana kwa mtumishi wa Mungu Bishop Mukundi, ili akaweza kutunenea vile kile Mungu ameweka ndani yake ikaweze kuwa baraka kwetu. Kwa hivyo karibu Bishop Mukundi kaweze kunena na wana wa Mungu kama vile Mungu atakavyokusaidia. Thank you. Najua hii ni wakati mwingine mwema, kama vile tumeombewa. Najua sasa tuko pamoja na Mungu wetu, na najua huyu Mungu atatubariki tukiwa pamoja. Kweli majina yangu umeshayasikia, sitarudia, lakini kuna neno moja nataka tuanze kugawana na wewe, na najua hilo neno litakupea nafasi ya kujirudia wewe, kujiita wewe mkutano. Ni kwa sababu wa wakati huu. Nikianza kuzungumza wakati huu, ukweli tuko na janga, matatizo kweli hapa ni mingi, kwa sababu nchi ikiwa na magonjwa. Najua mambo nyingi huwa inaanguka, lakini nikiangalia hili jambo, nikiangalia kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5, ninataka tusome hilo neno ili wewe mwenyewe ukajiita mkutano peke yako, kwa sababu hili ni neno la kiroho, na neno la kiroho ni wewe na hili neno ujue utaandamana namna gani, lakini ujue ukweli wa mambo. Mungu atakuwa Mungu na ataendelea kuwa Mungu na ataishi akiwa Mungu. Neno lake liko hai, linakutegemea wewe, vile wewe mwenyewe utakayelipokea. Utalipokeaje? Sijui ukilipokea kama litalete huzuni ndani ya moyo wako,
kama litaleta toba ndani ya moyo wako, au pengine hilo neno huenda likakuchusha wewe, huenda likakuinua wewe. Kwa hivyo inategemea wewe, kama hili neno litaingia kwako ndani ya moyo wako, likuletee huzuni ambayo inatokana na Mungu. Kwa nikikosa huzuni au toba, ukweli wa mambo, hii mambo itakuwa inakulalia. Lakini tusomee 17:5. Jeremiah 17:5. Thus says the Lord. And thus says the Lord, cursed is the strong man who trusts in and relies on frail man, making weak flesh his arm, and whose mind and heart turn aside from the Lord. For he shall be like a shrub or a person naked and destitute in the desert. And he shall not see any good come, but shall dwell in the parched places, in the wilderness, in an inhabited salt land. Blessed is the man who believes, trusts in, and relies on the Lord, and those who hope and confidence is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, that spread out its roots by the river. And it shall not see and fear when heat comes, but its leaves shall be green. It shall not be anxious and full of care in the year of drought, nor shall it cease yielding fruit. Amen. Hilo ni neno, na ninajua ndugu anasema hivi ni katika kitabu ya Yeremia 17 kuanzia mstari wake ni wa 5. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona atakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya mti, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hataona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bishi, wala hata uhangaikia mwaka wa uchache wa mvua, wala hata uacha kuzaa, wala hautaacha kuzaa matunda. Amen. Hilo ni neno la Mungu. Linategemea wewe vile umelishika hilo neno. Ukweli alaniwe, mimi silani, kwa sababu sina neno la kulani mimi. Lakini kwa Mungu, huyo Mungu anakuangalia, ananiangalia. Ukiangalia watu wengi ni wale wanategemea mwanadamu, na mwanadamu ni mtu ambaye anaweza nyang'anywa uhai wake dakika yoyote. Ukiangalia tegemeo la mwanadamu, anategemea pengine hiyo kazi yake, anategemea hilo jambo lingine, anategemea hilo jambo lingine. Hebu tuangalie wakati huu wa janga. Ukiangalia kuna mambo mengi ambayo imefanyika hayajawahi kufanyika. Wewe kweli ulikuwa na biashara yako pale mzuri, ilikuwa inaendelea vizuri. Ukiangalia ulikuwa unategemea hiyo jambo ambayo wewe ulianzisha. Lakini wakati Mungu alikuja kulibomoa, hakuomba ruhusa kwako. Hakukwambia fikiria mali yako, mimi nitabomoa yangu. Mambo haya yalitukuta kama vile ametukuta, na wakati ametukuta, hebu angalia lile tegemeo langu. Pengine nilikuwa na biashara hii na ile ingine, na ukweli nilikuwa ninasimama na hiyo biashara vizuri sana, na hiyo biashara ilikuwa imenawili, inaendelea vizuri. Lakini wakati ikafika ambayo wewe hukutumiwa message na Mungu ati hili jambo litakuja kulipomoa. Hebu angalia, ukiangalia wakulima huwa wanalima, hiyo ni jua inawaka, na kweli pale walikuwa ndio tegemeo. Walikuwa naona nikipanda hii mmea, ukiendelea vizuri, ikikua mimi nitakuwa na faida fulani mahali hapa. All of a sudden unakuta angalia upande huko, tunakuza viazi na tunakuza pengine mboga na nini, vitu vingi. Unaona ni jambo tu kidogo, wewe mwenyewe katika mawazo yako unajikuta ati kweli ulipanga vizuri, pia ulipangiwa na ukafanya hilo jambo kuwa tegemeo lako.
lakini katika safari hujui mambo hupita namna gani. Ila Mungu analeta baridi kali, inashinda ile dawa ulikuwa unanyunyizia hiyo mimea yako. Hiyo inaenda hivyo, viazi, nyanya, mboga, mambo kama haya. Na hiyo ndio ilikuwa tegemeo lako. Naye Mungu anasema alaniwe ni yule mtu ambaye anategemea mwanadamu. Hii mambo yote tunafanya katika ulimwengu huu, unajua ni jambo ambaye lilianzishwa na mtu. Na kwa sababu lilianzishwa na mtu, nami ninaingia mahali pale, ninaenda, inakuwa ndio tegemeo. Mungu ananiangalia tu, lakini Mungu anasema alaniwe ni yule mtu anategemea mwanadamu. Huyo ambaye akiangaliwa, Mungu akimwangalia anaona ni mtu ambaye hako chini sana. Lakini kwa sababu mimi sijui hata Mungu ananiangalia, mimi naendelea tu. Na ndio ukiangalia hata watu wengi ikifikapo Sabato na biashara, Sabato na biashara, watu hawajui. Hata zilikuja Sabato na biashara zote zikafungwa. Kwa hivyo wahubiri kama mimi ambao walikuwa wanapata sadaka kwa kanisa, hata nao wakaambiwa wakae nje, wenye hoteli wakae nje, wenye biashara hapa na pale. Hao wote wakarushwa. Hii mimi niliwarusha. Kwa sababu lile jambo ambalo walianzisha, hiyo ndio ilikuwa tegemeo yao. Ukiangalia kwingi, watu hata hawakuwa wakitaka hata kwenda kanisani. Kwa sababu mtu anafikiria kwa mawazo yake na ile biashara. Naye Mungu yule alisema alaniwe ni yule mtu anategemea mwanadamu. Hebu angalia, tunajaribu saa hii kupatiza kila kitu. Ati corona imemaliza. Hakuna kitu kama hiyo. Hii ni kiangazi. Na hii ni janga ambaye ililetwa na Mungu mwenyewe. Na kwa sababu imeletwa na Mungu mwenyewe, hebu angalia, neno la Mungu linalipiga muhuri na wewe utalipiga muhuri mahali huko. Aidha upende usipende, kwa sababu yako pengine ilianguka na haitafufuka. Lakini wewe mwenyewe huko ukipatikana wakati wa Sabato, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa tegemeo lako. Na tegemeo Mungu akaja siku yake ile ambayo hakutuma mtu. Katika ile tegemeo ambayo ulikuwa unafikiria hii ndio hiyo, unakuta ndio hiyo imeanguka na imeanguka. Mimi sikusaidia Mungu sikukusaidia kuanguka kwa biashara yako au kwa jambo lingine. Ukiangalia mimi ni mfugaji wa ng'ombe na wewe pengine unaangalia, tunajaribu kuweka zile ng'ombe za maziwa. Ukiangalia tegemeo letu linakuwa sasa na ile maziwa. Na tunakuwa ndani ya roho yetu. Tunaona kweli tumetoka mahali tulikuwa. Katika kwa mahali tulikuwa tunatolewa pale ile mbio. Ng'ombe ndio hizo, magonjwa yanakuja, zile ng'ombe ndio hizo zinakufa, unawachwa bila ng'ombe. Boma la ng'ombe linaisha. Au zinagojeka, maziwa ile ilikuwa tegemeo lako, hiyo inaenda hivyo. Na inaisha hivyo tu. Ukiangalia mwingine anafuga sijui kondoo, nguruwe, unakuta kila mahali ambayo unaingiza mguu wako, ikiwa hilo ndio tegemeo. Hebu angalia vizuri. Kama ni kondoo ndio hizo, unakuta siku moja zimeanguka 500 au 1000. Ni zako tu. Si hata sikuona daktari. Mungu na daktari, Mungu ndio mkuu. Na akiwa mkuu, yeye ndiye anaangamiza kila kitu. Lakini kwa wale hawajui wanasema shetani akidwe. Haya, wewe endelea. Wewe endelea na hiyo safari. Hiyo safari hakuna mahali itakupeleka. Kwa sababu araniwe hapo sitaki usahau. Ni lile jambo wewe umeweka mkono wako. Ukiangalia Mungu alisema jambo lolote ambalo utaweka mkono wako kulifanya atalibariki. Ni kweli? Akita kulibariki, hebu angalia. Amesema atalibariki, nawe mwenyewe ukaingia pale ukasama kwa hiyo jambo ambaye wewe ulianzisha. Katika kusaba, hebu angalia vizuri, unasama mahali pale, unasahau asikunya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tegemeo halikuwa lile jambo, tegemeo langu na lako lilikuwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini angalia wa sasa, kwa sababu mimi sijui na nikuta lile jambo ambaye nilikuwa nimesema ndani yake ndio hiyo linaungua.
na likija ungua linaanguka, biashara inaanguka. Hebu angalia wakati huu, kwa sababu ya mimi na wewe kuwa hatukuwa tunahitaji Mungu. Hata ukiangalia ile mambo ilikuwa mambo mazito. Hakuna mtu alikuwa anataka neno, lakini kwa sababu mtu hataki neno, Mungu mwenye neno ndio alifuga ulimwengu wake. Hebu angalia ni nchi gani ambayo haikulia? Kila nchi inalia, inaomboleza. Si ati mimi nilitumana huko nikiwa mhubiri. Kila nchi inaomboleza. Ile nchi ambayo ilikuwa ina nguvu za silaha na za mambo mengine, hata nazo ziliingia, zilichuchwa. Mungu hapo angalia kama Mungu na uzito, kama Mungu na vitu mingi za vita. Zile kulikuwa mkiona nini kama mna uwezo, huo uwezo Mungu akaushusha. Hii ukiangalia corona haitaki bomb. Corona haitaki bunduki, corona haitaki. Ndio unaona hata ukija hapa kwetu, hebu angalia, si nani ambaye atasema yeye ndio bigwa? Hakuna bigwa sasa. Lakini alaniwe ni yule mtu anafanya mtu kuwa ati ndio msimamo wake. Sio msimamo hapo toroka kabisa. Hakuna mtu amewekwa ili asimamishwe na mtu. Ni Mungu tu peke yake. Na ukaona mambo ndio hiyo inamwagika. Mimi angalia kwingine watu wanamwaga maziwa, sababu kule walikuwa wanapeleka, hakuna, viwanda zote zilikuwa zimefungwa. Hebu angalia hata mahali tuko, hii Kenya yetu. Angalia ni mambo mangapi ambayo imeanguka. Ni kwa sababu watu waliwacha kutegemea Mungu, wakajitegemea wao wenyewe. Hawakuwa na haja na neno. Ukaona mambo inaanza kubadilishwa. Mambo ikabadilika. Mungu alikuwa anasema wanaume hawana na msichana. Ikabadilishwa hiyo, mwanaume na mwanaume. Hata wewe kakalia. Naye hata sasa kila mtu nafikiri ako na jambo ambaye analiwaza. Si atanapewa, yeye ako na jambo analiwaza, kwa sababu mambo ni mabaya, mambo yalianguka, mambo yalielekea kule ambaye kulikuwa ndio msaada wako ukagushwa na neno. Kwa sababu mwenye neno alisema, ukiangalia Psalms 138 verse 2, yeye akainua neno lake kuliko mambo haya mengi. Nami ninainua hilo jambo lingine ambaye halina mbele halina nyuma. Naye Mungu ndio huyu akasimama akiwa boss, akaagusha ile mawazo yetu, mawazo ya kila mmoja, akaagusha neno lake likaagusha kila ngome ya mwanadamu. Hebu angalia vizuri, kwa sababu wewe ni mtu kama mimi. Uangalie pengine hata yako imeanguka. Ukiangalia tourism, kwa sababu huko ndio kulikuwa changamoto nyingi. Hebu angalia uone vile mambo yenyewe imeanguka. Hebu angalia wale wote walikuwa kule. Unakumbuka kulifungwa, hata hakuna mahali ya kukula chakula. Na shukuru serikali yetu kwa sababu imeendelea ikifungua mambo mengine. Ulikuwa na shida na njaa wewe mwenyewe. Lakini wa sasa kwa sababu kunaenda kukifunguliwa, hoteli unanua kitu, watu wameanza kurudi. Lakini angalia huko kwingine, hakuna mtu alistahili atembea mwingine huko na huko. Kwa hivyo ujue kuna bado watu wamelaliwa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa tegemeo lao. Lakini Biblia ikatuambia hivi, verse 9, hebu rudia. 17:9, the heart is deceitful above all things, and it is exceedingly perverse and corrupt and severely mortally sick. Who can know it? Perceive, understand, be acquainted with his own heart and mind? If the Lord search the mind, I try the heart, even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Like the partridge that gathers abroad, which he did not hatch, and sits on eggs, which he has not laid, so is he who gets riches by unjust means and not by right. He will leave them, or they will leave him, in the midst of his days, and at the end he will be a fool. A glorious throne, set on high from the beginning, is the place of our sanctuary, the temple.
turudi part 7 ndio sasa tuweze kufananisha vizuri. Blessed is the man who believes in, trusts in, and relies on the Lord, and whose hope and confidence the Lord is. Amen. Ukiangalia tukimaliza ile ya kwanza from verse 5 to 6. Ukiangalia yule mtu ambaye anatumainia mwanadamu anawachwa akiwa fukara wa fukara. Yaani amewachwa akiwa down kwa sababu yeye tegemeo lake lilikuwa hivyo. Lakini blessed ni yule mtu ambaye anategemea Mungu. Unajua mtu ambaye anategemea Mungu anajua kuna Mungu aishie. Kuna mfalme ambaye ako. Yule ananiona na yule anakuona wewe. Lakini ikiwa mimi sikuona huyo Mungu, nilibadilisha hata siku ya Sabato nikabadilisha ikawa ndio wakati mzuri wa kwenda na watoto wetu kujivijali. Unakuta kule tumetengenezewa. Mimi natoka hapa na familia ndio niende kule na familia. Sasa huendi. Pesa ya kwenda huna. Kwa nini? Kwa sababu ile tegemeo Mungu alifanya, Biblia ikasema atakuwa ni mtu amekaa huko nyikani ambaye hakuna kitu inakuja. Ndio mahali tumefika wakati huu. Lakini wale watu ambao wanamtegemea Mungu, tegemeo lao wamelifanya ni Mungu. Hebu angalia vizuri. Hawa wamekaa kama mtu umepandwa katika kando ya mto. Huyo mti ambaye umepandwa kando ya mto, mizizi yake inafuta. Mizizi hiyo haikauki. Matunda yake iko kila wakati. Unakuta kwa sababu ya kumtumainia Mungu. Hakuna kitu kinakuletea shida. Kwa sababu mizizi kwa sababu ya kutegemea Mungu ni kama mti ambayo mizizi yake imepeleka kule kwenye mto. Hebu angalia, hata wewe ni mwana Kenya. Nafikiri Wakenya wengi wanajua mto. Isipokuwa wale watoto walizaliwa jana walikuja maji na tiririka hapa kwao kwa nyumba. Hawa hawajui mto. Lakini wale wanajua mto. Ukiangalia mti ambayo imepandwa kando ya mto, hakuna wakati majani yake inaharibika au inanyauka. Wakati wote hiyo mti huwa inazaa na mazao yake inapatikana kila wakati. Kwa sababu huyu ndio yule mtu ametegemea Mungu. Yule ambaye hamtegemei, mti wake huko nyikani, huko ni jangwa. Kwa sababu vile Mungu mtu alikuwa anafikiria yule ambaye hamtumaini Mungu, sio hivyo sasa. Mungu amekuja na jambo la kutaka yeye ajulikane. Yeye ndio Mungu. Yule mwingine ambaye hakujua hivyo, ni Mungu alileta hili janga. Wewe ibatize tu vile utaibatiza, muite Shetani, lakini wewe ndio utaondoka uache. Ulimwengu uko na mwenyewe, na kwa sababu uko na mwenyewe, wewe ndio utawacha. Ulimwengu wa mwenyewe bado anadumu. Mungu hakuna wakati anaondoka. Mungu wakati wowote hapo katika ufalme wake. Na kwa sababu hapo katika ufalme wake, yeye ndio anasema furaha ni yule mtu ambaye anategemea Mungu. Kwa sababu atakuwa kama huyo mti ambao umepandwa kando ya mto. Huyo mti hausikii, hujui jedwali, hujui vapwani na hujui nini. Huyo ni mtu ambaye anategemea Mungu. Hata wewe ukiwa bahari huko, jihisi na ujiangalie uone kweli katika heka zako, wewe huo unategemea Mungu au unategemea zile kazi wewe unafanya. Ndio ukiangalia kazi ile tunafanya, kama vile nimesema hapo awali, tumeanguka. Yule Mungu ndio amebaki. Na amebaki na wale watu ambao wanamtegemea, si wale wanategemea kile wanafanya. Mimi Mungu alinipa nafasi akanipea hiyo kazi, lakini hiyo kazi hiyo tegemeo. Na wewe ukapewa hiyo jambo lingine sio tegemeo. Tegemeo langu ni kwa Mungu, si kwa huyo mwingine, kwa sababu mabadiliko inaletwa ni Mungu. Kwa sababu Mungu akitaka kubadilika,
Saa hii kuwe usiku itakuwa hivyo tu. Tutaanza kuangalia tutapitia njia gani, tutajitwa imeenda namna gani. Lakini tukiwa tunajua tegemeo letu ni Mungu, hatuna shida. Kwa hivyo tegemeo letu si ile mambo tunafanya. Tuna yule alituambia tumtegemee yeye mwenyewe, sio mambo ingine. Lakini kwa sababu ya kuwa sisi hatujuani na huyo ambaye alikuwa ndio tegemeo letu, hebu angalia mambo sasa inatuletea changamoto. Mtu anajaribu kujiuliza tutaenda wapi na tutaenda wapi. Juzi mimi nilihuzunishwa nikiona mwanaume kama bibi na bibi yake atuwazaa kupeana watoto, kwa sababu kumekosa hiki na kile, kwa sababu ile tegemeo lao, ile jambo walikuwa wanategemea, hiyo ilienda ikaisha. Kwa hivyo hawana namna, walikuwa wanasema hawana namna. Wanakosa namna kwa sababu gani? Kwa sababu ile jambo limefungwa. Ni watu wengi wamefungiwa mambo zao, ile ilikuwa tegemeo lao. Lakini wale ambaye walikuwa tegemeo lao ni Mungu. Nataka tuangalie 11:32, that is Daniel. Uangalie uone kweli wale wategemea Mungu sio hivyo. Sio hii tu mambo kidogo kidogo tunaanzika hivyo tegemea. Hapana, mpaka lazima uiondoe kwa moyo wako. Hata wewe mwenyewe umejiangalia, umejaribu mambo nyingi. Unajaribu hii na hii, inakuwa ndio tegemeo. Hata hilo ni hapo. Hata hujui Mungu, unasema ngoja kukikusha. Ngoja kukipata mwangaza, itakuwa wapi? Yes, 11:32. Daniel 11:32. And such as violate the covenant, he shall pervert and seduce with flatteries. But the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploits. And they who are wise and understanding among the people shall instruct many and make them understand. Though some of them and their followers shall fall by the sword and flee by captivity and plunder for many days. Biblia inasema katika kitabu ya Danieli 11 kuanzia mstari wake wa 32. Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kufungwa na kutekwa nyara siku nyingi. Amen. Hebu angalia, kama hujui, watu hufikiria wale ambao walikuwa wanamuita Shetani ndio afungo na akanyangwe. Hata wewe saa hii akanyangwe. Niliona wahubiri wakisema anataka msaada. Na hao wanaikita msaada ndio wale walikuwa wanakanyaga kila wakati, Jumapili Shetani afungwe, sijui akanyangwe. Kwani yule Mungu alikuwa ile Shetani walikuwa anafunga? Kwani Shetani alikata kamba? Ikawa ati wewe mhubiri unataka msaada, usaidiwe na zekame hii. Hata wewe sijui, akajia mahubiri yako uone kama inaandamana na Biblia. Kwa sababu kama ilikuwa ni neno la Mungu, mimi sijaona wakati huu tuna mfalme wetu au president wetu niseme ati ninafuga na pepo. Mambo ninafuga na kamba. Unafuga nani? Hata sisi hao siwezi kukaribia, wacha kufuga. Wewe naye ulidanganywa, kuna Shetani anafuga. Shetani gani? Wewe ndio umekosa chakula. Sijui kama Shetani amekosa chakula, wewe ndio umekosa. Lakini ulikuwa wakati mwingine kuhubiria watu unasema tunakataa na matendo ya Shetani, tumemfunga, tumemkanyaga, tumempiga teka. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe saa hii ndio wewe saa hii ndio umekuwa mtumwa wa Ibilisi. Sababu sasa mahubiri yako ukiangalia haina mbele, haina nyuma. Saa hii unataka msaada wa serikali. Ukiwa mhubiri kama mimi Biblia inasema nipeane. Haikuniambia niende nikaikia serikali. Ati wale watu wako chini sana, nipange laini na wao. Ikisema hata serikali saidia. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe angalia ile Biblia gani unasomesha watu, lakini sio hii. Hii ni tofauti sana ile mimi nasoma. Labda ukiwa uko na nyingine. Lakini ile ya kweli mimi
utaniona pale nikiomba msaada. Nitaomba msaada namna gani? Mimi si kiwete. Ndio nipewe msaada. Hapana. Mimi kuna jambo ninafanya. Apart from preaching, I have something else that I'm doing. Lakini siwezi kuwa niko tu pale. Hapana. Nataka kusema namna gani? Wale ambao watakaharibu ile agano. Hiyo ndio Biblia inasema. Wale watu ambao watakaharibu ile agano. Agano ni hili ambayo tumesoma. Hebu angalia wale wataharibu, Mungu atawachusha. Ni kuwachusha, sijui kama ni wewe mmoja. Mungu atawateremsha kabisa. Yaani watakuwa akilia. Hebu angalia, Mungu hakuachia nafasi kwa sababu aliharibu agano lake kwa mambo mengine ya kupotosha watu. Naye Mungu mwenyewe kwa sababu hawakuwa wakimtumainia yeye, hawakuwa akiona Mungu kama ni Mungu. Mungu akawaachilia. Katika kuachilia, hebu angalia nani ananung'unika. Sasa hivi mwanadamu ananung'unika kwa sababu mtu anaachana na neno la Mungu. Anadanganya watu. Ati hii na hii na hii. Unajua ilikuwa imefika mahali ukitaka kuombewa ni pesa. Ukitaka kuambiwa kitu ni mubi pesa. Biblia inasema tumepewa bure na tupeane bure. Hii neno ambaye ninahubiri kuhiji kitu wewe. Lakini ninaambiwa peana bure, nimepata na peana bure. Hiyo ndio agano. Lakini ikiwa huwa na mtu nimsaidie, leta hii. Huwa na huyo hapana, naye wale watu walienda kinyume cha maagizo. Hebu angalia, wako chini kabisa. Mimi sikuwapeleka chini. Wako chini, hata wewe unajihizi mahali huko chini. Hata ikisemekana wale wako na shida waombewe, wewe utatokea tu. Utaombewa kwa nani? Na wewe ndio uliharibu agano. Si agano lako. Mimi hakuna kitu tumeagana na wewe. Wewe umeharibu agano na Mungu, si lako, kwa sababu umeharibu. Naye Mungu amekuja kinyume cha matarajio yako. Ulikuwa unatarajia mema, maovu ndio haya. Ulikuwa unatarajia mambo itakuwa mzuri. Kiangalia mwaka huu, prophecy ilikuwa mingi sana. Mwaka huu ni wa baraka. Mimi siwezi ndani ya kidwe, lakini nafikiri umeshindwa wewe. Mwaka huu ni mwaka wa baraka. Watu wa Mungu watainuliwa au kuchuchwa. Watu unakuta wanakaa wakiomboleza. Wanaomboleza kwa nini? Kwa sababu Danieli 11:32 lazima ingetimia. Na haijatimia wakati huko, inatimia wakati wewe huko ukiangalia hiyo. Lakini wale watu wanajuana na Mungu, wale wanajuana, Biblia inaniambia watatenda mambo makuu. They will do exploits. Sasa sijui kwako whether you are doing the exploits. Mimi sijui wewe utajua. Wewe vile umekarangwa kama kitunguu, sijui kama you are doing the exploits. Hata wewe mwenyewe hizi vizuri kama ni wewe ambaye you are doing the exploits. You are not. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe hukujua, umeenda kinyume cha neno. Na kwa sababu ya kumeenda kinyume cha neno, Mungu akakuachilia tu. Na kuachilia endelea na hiyo. Akija kufunga, hebu angalia, Mungu alifunga ulimwengu wake. Yale mambo watu walikuwa wanategemea, hiyo hakuna. Yale mambo watu walikuwa wanasema kitu fulani ndio iko faida. Sasa hii hakuna kitu kama hiyo. Sasa hivi mtu analilia ugali. Hata watu wengi analilia ugali. Kwa nini analilia ugali? Analilia ugali kwa sababu mambo ni mbaya. Si ati ni serikali imefanya mbaya. Mimi serikali hakuna kitu imeninyang'anya. Hakuna kitu imeninyang'anya. Kwa hivyo serikali haijaninyang'anya. Lakini kwa sababu wale watu wanajuana, shida yangu ni je kwako. Mjue sana Mungu. Jaribu kujiunganisha na Mungu. Jaribu kuwa na amani.
na huyo Mungu. Jaribu kujipendekeza kwa huyo Mungu ili uone kama maisha yatarudi vile ilikuwa pale mbeleni. Lakini ukiangalia kwa sasa, hapo ni ngumu. Tena tuseme ni nani? Angalia landlord. Wanalia tu. Na unajua landlord hapo wanaona alikuwa anakaa chini ya kiburi. Sasa hii hawakai chini ya kiburi. Mambo imekuwa ngumu. Mambo imele sababu kila wakati alikuwa anapokea. Mambo imekuwa ngumu. Lakini wale walikuwa wameangaliwa na institution kubwa. Hawawezi kusema kitu. Lakini ujue kama bado tegemeo lao litakuwa si kwa Mungu, mambo itakuwa. Kwa hivyo nataka kusema nini nikimalizia? Wale watu waliambiwa watafanya makuu. Na vile wale walikuwa na hekima, unajua mtu ambaye yako na hekima. Ukweli kuna jambo alikuwa anaona hapo mbele. Mungu alimsaidia kufungua macho yake akaona hapo mbele. Lakini kale ambaye hakuwa na hekima, ukiangalia Biblia inamalizia watu watafagiliwa na paka. Kwa nini ufagiliwe na shida? Badala ya paka, saa hiyo nimefagiliwa ni shida. Shida kwa nini inakuandama? Na wewe ni mtu wa Mungu. Kuna mahali ulienda kinyume cha maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na kwenda kinyume, hebu angalia, mambo imekuletea changamoto. Kwa hivyo, wewe ni utafute. Tafuta kuwa na amani. Ile ambaye ukikosa amani ya Mungu, ukweli huko, kwa sababu shida ziko, na wewe ukiwa tegemeo lako ni Mungu, ukweli wa mambo, shida zako zitamalizwa na huyo Mungu. Kuinuliwa kwako utainuliwa na huyo Mungu. Na kuendelea sana, nataka kufikisha mahali hapo ikisema Mungu akubariki wewe, akuonekanie na akusaidie kwa sababu ya hilo neno. Wakati unaenda naita mwenye kutuombea ili tukaombewa, tukafikia neno la Mungu. Wakati huu tukafika komo cha hilo neno, lakini wewe endelea na neno. Thank you, barikiwa sana. Asante kwa ajili ya neno la Mungu. Tumehubiriwa na tukaelezewa vile tunastahili kuishi tukiwa watu ambao wanamgoja Mungu na kumtumainia yeye. Kwa maana tunaambiwa tumtafute maadamu apatikane kwetu, na tuweke tumaini letu kwake, tuache kutegemea na kuweka tumaini letu kwa mambo mengine. Tusiweke matumaini yetu kwa misingi mingine, tuweke tumaini letu kwa Mungu, maanake Mungu ndiye jawabu, ndiye jibu letu. Kwa hivyo ni neno ambalo limekuja ili kaweze kutujenga na kutuweka nguvu, na likaweze pia kutufanya tuwe watu ambao wamesimama imara katika neno, ili Mungu wetu akaweze kutubariki na akizidi kuwabariki, na pia akaweze kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo nitaomba na tuweze kumalizia pale kama vile Mungu wetu ameweza kutuzungumzia. Baba uishie milele, asante kwa ajili ya neno lako. Umezungumza na kutoka mtumishi wako ili wana wako wakaweze kusikia neno lako na wakaweze kujua njia ile ambayo wanastahili kuishi, ile njia ambayo waweze kukaa, ili Mungu wetu kaweze kuwa pamoja nao, kaweze kuwakomboa na kaweze kuwaokoa katika dhiki na shida zile ambazo ziko ndani yao. Wale ambao walikuwa wameweka tumaini lao kwa watu ama kwa mambo mengine, wazitoe kule ambao walikuwa wameweka na waweze kuweka tumaini lao mbele zako, ili uweze kuwa tumaini na watu wako, kwa maana wewe ndiye msingi, wewe ndiye nguvu na wewe ndiye ngome. Kwa hivyo Mungu wetu tunakushukuru shukrani kwa ajili ya neno lako ambalo limeleta wokovu siku ya leo. Baba, pokea sifa na utukufu, jina lako limezidi kutukuka. Asante kwa ajili ya neno lako, tunakuhimidi na tunakuinua katika jina lako takatifu na la mwana Yesu Kristo, tumeomba na hata na kuamini.